Akizungumza kwenye mji wa Holon baada ya Iran kurusha mkururo wa makombora na mojawapo kuipiga hospitali kubwa ya Sokora mjini Beersheba, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Ayatollah Khamenei ambaye anaiongoza Iran na aliyetangaza maangamizi dhidi ya Israel hawezi kuruhusiwa kuendelea kuwepo. Zaidi, Katz amebainisha kuwa hakuna nafasi ya mazungumzo ya usuluhishi kati ya pande hizo mbili. Mazungumzo pekee yanayofanyika ni kati ya makombora yanayorushwa na ndege za jeshi la anga la Israel na makombora ya adui. Hatuna na hatutakuwa na mazungumzo nao. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuwa ataondoa kitisho cha nyuklia cha Iran na kuwa taifa lake liko katika hatua za mwisho za kukiondoa. Kando ya matamshi hayo ya viongozi wa Israel, polisi nchini Iran imetangaza kuwa imewakamata takriban watu 24 wanaotuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel na kwa harakati za kuichafua taswira ya Iran. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi wa magharibi mwa mji mkuu Tehran, Kiumaz Aziz, kupitia shirika la habari la Tasnim la Iran. Katika hatua nyingine, serikali za mataifa mbalimbali zinafanya juhudi za kuwaondoa maelfu ya raia wake walio Iran na Israel kwa mabasi na ndege kutokana na mzozo unaoendelea. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeshaanza kuwahamisha raia wake ni pamoja na za bara la Ulaya, China, Marekani na Australia, Japan, Vietnam na Ufilipino. Haya yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wakilani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Wawili hao ambao wamezungumza kwa njia ya simu wamesisitiza kuwa mzozo huo unahitaji suluhisho la kidiplomasia. Nao Umoja wa Mataifa umesema umefadhaishwa kuona athari mbaya kwa raia wasio na hatia katika mgogoro kati ya Iran na Israel, huku ukizitaka pande hizo zijizuie. Katika taarifa yake, mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameongeza kuwa vitisho na uchochezi kutoka kwa viongozi waandamizi wa mataifa yanayohusika na mgogoro huo vinaashiria madhumuni yao yanayotia hofu ya kuwadhuru raia. Kwa urefu zaidi wa ripoti hiyo unaweza ukatembelea tovuti yetu ya DW Kiswahili na ukaisoma. Tunasalia bado hapo. Mashambulizi ya anga yanayoendeshwa na Israeli dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yameibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa, wakati Teherani ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani. Taarifa mpya zinaonyesha uwezekano wa shughuli za siri zinazozidi matumizi ya kiraia, huku maeneo muhimu kama Natanz, Isfahan na Fordo yakilengwa. Mengi zaidi na Wakiumbogo. Kwa siku kadhaa, Israel imeendeleza mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran, ikishuku kuwa serikali ya Tehran inalenga kutengeneza bomu la nyuklia. Ingawa viongozi wa Iran wamekanusha madai hayo, wameendelea kueneza mitambo ya nyuklia katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku baadhi ya vituo vikidaiwa kuwa na miundo mbinu ya siri chini ya ardhi inayoweza kutumika kwa shughuli za kijeshi. Katika mji wa Natanz katikati mwa Iran, ambapo urani imekuwa ikirutubishwa kwa kiwango kikubwa, mashambulizi ya Israel yameripotiwa kuharibu karibu kabisa mitambo ya juu ya ardhi ya kurutubisha urani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la atomiki IAEA, Rafael Grossi, aliliambia shirika la utangazaji la BBC kuwa hata kama sehemu za chini ya ardhi hazikuguswa moja kwa moja, kukatika kwa umeme kutokana na mashambulizi kunaweza kusababisha uharibifu mkubwa zaidi na huenda kukawa na hatari ya mionzi ndani ya kituo hicho. Katika kituo cha teknolojia ya nyuklia cha Isfahan kilicho karibu na Natanz, angalau majengo 4 yameripotiwa kuharibika. Kituo hicho kilikuwa kikihusika na mchakato wa urutubishaji wa urani. Mbali na Natanz, Iran ina kituo kingine muhimu cha kurutubisha urani kilichoko Fordo kusini mwa Tehran. Kituo hiki kilichojengwa kwa siri kwenye eneo la kijeshi karibu na mji wa Qom kimejengwa ndani ya mlima kwa ulinzi dhidi ya mashambulizi. Licha ya taarifa kuwa mashambulizi ya Israel yamefanyika pia hapo, bado hakuna uthibitisho wa uharibifu mkubwa. Tangu mwaka 2012, Fordo imekuwa ikitumika kurutubisha urani kwa hadi 20% kwa matumizi ya kimatibabu. Inakadiriwa kuwa jumla ya mitambo 3,000 ya kurutubisha urani imefungwa ndani ya kituo hicho. Ingawa ni kidogo kuliko Natanz, Fordo ina uwezo wa kurutubisha urani kwa viwango vya juu zaidi vinavyoweza kutumika katika utengenezaji wa silaha. Taarifa kutoka kwa shirika la IAEA zinaonyesha kuwa hadi mwishoni mwa Mei, Iran ilikuwa na zaidi ya kilo 400 za urani iliyotengenezwa kwa 60%.
Kwa mujibu wa wataalamu wa taasisi ya sayansi na usalama wa kimataifa, kwa uwezo wa sasa wa Fordo, Iran ingeweza kutengeneza kilo 233 za urani inayofaa kwa silaha ndani ya wiki 3 pekee, kiwango kinachotosha kwa mabomu kadhaa ya nyuklia. Kituo cha Fordo kinaweza kuwa miongoni mwa malengo makuu ya mashambulizi yajayo ya Israel. Hata hivyo, kutokana na kuwa kimejengwa kwa kina cha mita 60 hadi 90 chini ya ardhi na kuzungukwa na saruji imara, ni vigumu kukiharibu kwa urahisi. DW tunavuma kwa kishindo. Za mapigano mashariki mwa Kongo mjini Washington mnamo Juni 27. Rasimu ya makubaliano hayo, mbali na mambo mengine, inajumuisha masharti kuhusu kuheshimu mamlaka ya kimaeneo, kukomesha uhasama na kunyang'anya silaha makundi ya waasi katika eneo hilo. M23 ni miongoni mwa makundi ya waasi katika eneo hilo, likipigania udhibiti wa mashariki mwa Kongo, eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa madini na likiwa karibu na Rwanda. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Mali Ali, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Ufaransa. Kwanza nilitaka kufahamu tofauti ya kimsingi ya makubaliano haya na juhudi zilizopita ambazo zimeshindikana ni upi? Tofauti ya kimsingi ni kwamba Marekani imeyasimamia, na nadhani hili linaweza kuwa likaleta uaminifu zaidi katika makubaliano haya, tofauti na makubaliano ambayo yaliyopita, kwa sababu tumeona mkono wa Marekani tayari umeingia kwenye mambo haya na wepesi wa pande zote mbili kuweza kukutana, licha ya kuwa kulikuwa uhasama na hali ya kutokuzungumza. Kwa kiwango gani makubaliano haya mapya yanayosimamiwa na Marekani yanaweza kuathiri nguvu ya M23 na makundi mengine zaidi ya 100 yanayohasimiana huko mashariki mwa Kongo? Kuna makundi ambayo tayari yako kwa pani mwa serikali na makundi ambayo tayari haya ni katika upinzani wa serikali. Kwa hiyo yale ambayo yatakuwa upande wa serikali, nadhani yatakuwa ni vyepesi kwao kuweza kuweka silaha chini na kukubali makubaliano, kwa sababu lengo lao ni kutafuta amani ya nchi yao. Lakini yale ambayo yatakuwa yako katika upinzani, nadhani haya mengi yanaweza kuleta shida, kwa sababu yana malengo pia ya kujichumia mali na yanategemea au yanasimamiwa na nchi jirani ambazo zingine tunaweza kusema labda tofauti na Rwanda, kama vile Burundi, Uganda na nchi zingine. Kwa maana halisi kwamba utekelezaji wa makubaliano haya unaweza ukaleta ukakasi kwa sehemu kubwa, kwa sababu tunaona kundi la M23 na AFC ndio makundi ambayo tayari yamejitokeza na kuweza kuchukua ardhi na kuweka serikali na uongozi. Kwa hiyo mimi nadhani haya yakiweza kutii amri na kuweza kubaliana na mkataba huu, na serikali iweze kurudi kutawala ardhi yake nzima 100%, nadhani makundi mengine yanaweza kuchukuliwa hatua ambazo ni za nguvu kwa pamoja. Na tumeona makubaliano yanasisitiza kuheshimu mipaka na kusitisha mapigano, lakini haijaeleza wazi jukumu la M23. Je, unadhani huu ni udhaifu katika makubaliano haya? Ni udhaifu mkubwa, kwa sababu makubaliano yote ambayo hayatoweza kuihusisha M23 yatakuwa kwa kweli hayana maana. Kwa hiyo nadhani M23 na yenyewe italazimika pia kulazimisha yale ambayo yanaweza kuifanya ingie katika mchakato wa utawala wa serikali. Kwa mtazamo wako binafsi, ni kwa kiasi gani Rwanda na DRC wameshirikiana kwa dhati kukamilisha makubaliano